DW. Maoni. Wito wa kuheshimiana ulitawala mkutano wa kilele kati ya Ufaransa na mataifa ya Afrika mjini Nairobi, Kenya, Forward Africa, uliofanyika Jumatatu na Jumanne, huku Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akitangaza uwekezaji mpya na kusema uhuru utakuwa muhimu katika ushirikiano mpya ambao Ufaransa inatarajia kuujenga na bara la Afrika. Macron alisema uwekezaji wenye thamani ya euro bilioni 23 sawa na dola bilioni 27 utafadhili sekta mbalimbali barani Afrika, ikiwa ni pamoja na nishati, akili mnemba na kilimo, akiongeza kusema kuwa euro bilioni 14 ambazo ni sawa na dola bilioni 16.4 zitatoka kwa makampuni ya Ufaransa na euro bilioni 9 sawa na dola bilioni 10.5 kutoka kwa mashirika ya Afrika. Macron alisema mkutano huo wa Nairobi unaashiria mabadiliko ya sera kuhusu masuala ya fedha katika uhusiano kati ya Ufaransa na nchi za Afrika, ikiwa ni pamoja na zile ambazo hapo awali zilikuwa makoloni yake. Je, ni mikakati ipi yenye mafungamano iliyowekwa kuhakikisha enzi mpya ya ushirikiano kati ya Ufaransa na Afrika si maneno matupu? Na je, mkutano wa Nairobi unatoa mwelekeo gani mpya wa uhusiano na mashirikiano katika masuala ya usalama na uchumi? Na vipi kuhusu mageuzi katika masuala ya uchumi na fedha? Kuyajibu maswali haya pamoja na mengine, nimemwalika Dr. Nancy Ngoa. Yeye ni mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Pwani katika mji wa Kilifi huko pwani ya Kenya. Tunaye katika mji wa Nairobi nchini Kenya Dr. Luchetu Likaka. Yeye ni mchambuzi wa masuala ya siasa na mbobezi katika diplomasia. Huko Sumbawanga nchini Tanzania tunaye Gwandumi Mwakatobe. Yeye ni mchambuzi wa siasa, na katika mji wa Paris nchini Ufaransa tumemwalika Mali Ali. Yeye ni mchambuzi wa siasa za Ufaransa, Ulaya na kimataifa. Mwenyekiti hapa Bonn ni mimi Josephat Charo. Naam, moja kwa moja nianze nawe Dr. Nancy Ngoa hapo mjini Kilifi. Kwanza kabisa, kabla hatujaingia ndani zaidi katika mjadala huu, uliuonaje mkutano wa Nairobi kwa tathmini yako? Naam, asante sana Bwana Charo. Nimekuwa nikifuatilia mkutano huo wa Nairobi ambao unahusisha Ufaransa na mataifa ya Afrika, na kusema kweli mengi yalisemwa, mazuri tu ambayo yanaweza kunufaisha nchi za Afrika, na kwangu mimi naona ni kitu ama ni hatua muhimu katika makubaliano ya nchi hizi za Afrika na Ufaransa. Kwa jinsi ya Ufaransa ama mkutano huo kufanyika Kenya, kwangu mimi imekuwa ni heshima, na kwamba hakuna ubinafsi, kwamba Ufaransa haingetafuta nchi nyingine ambayo ilitawaliwa na Ufaransa na ikafanya mkutano huo, lakini kufanya Kenya kwangu mimi naona ilikuwa heshima, na yale ambayo yalizungumzwa ni kwa ajili ya manufaa ya mataifa yote ya Afrika, bali si kwa zile nchi ambazo zilitawaliwa na Wafaransa peke yake. Kwa hivyo hilo tayari kwangu mimi linaonekana ni jambo la busara, na kwamba huenda mkutano huu wa kilele ukatoa faida kwa mataifa yote ya Afrika. Haya, asante sana Dr. Nancy Ngoa. Baki hapo hapo. Dr. Luchetu Likaka, Dr. Ngoa hapo anazungumzia kuhusu heshima kubwa. Unaona ni mikakati ipi yenye mafungamano ambayo iliwekwa kuhakikisha enzi mpya ya ushirikiano kati ya Ufaransa na nchi za Afrika si maneno matupu mazuri ya kufurahisha na kupendeza? Mwenyekiti, mimi niseme kwangu naona kwamba ni swala nzuri kwamba wanajaribu kuleta ile ambayo wameita Nairobi Declaration, ushirikiano wa usawa kati ya Afrika na Ufaransa. Ile ni swala nzuri. Uwekezaji wanaona kwamba hatutaendelea kuwa tu badala ya utegemezi wa misaada,
na kujaribu kuimarisha sauti ya Afrika na kujaribu kusukuma kwamba kutakuwa na mfumo mpya wa kifedha duniani, na hata vile Ufaransa inavyojipanga kwamba vipi itaweza kusukuma agenda ya African Union kuhusu maendeleo ya usalama. Naona kwamba swala hilo ni nzuri, na mikakati ambayo tunaona kwamba wanajaribu kuiweka, kwanza kuweka Afrika mbele kwamba vipi tutaweza kushughulikia masuala yao ambayo ni matatizo yenye Afrika imepitia kwa muda mrefu, na kuimarisha kwa uhusiano huu. Tunaona kwamba walijaribu kujadili masuala mengi, hasa kuhusu nishati, miundombinu, afya, teknolojia ya akili bandia na kilimo, kwamba masuala haya na hata masuala ya vijana, kwamba vipi tutaweza kuegeza kuhakikisha kwamba vijana wanafaulu. Hii mikakati ni mipya na naona kwamba itasaidia kujaribu kuvuta Ufaransa karibu, na kutumia Nairobi ni swala ambalo huenda litatusaidia kama Wakenya na pengine kupatia Afrika Mashariki mwelekeo mpya. Na lile ambalo na kumalizia tu niseme kwamba kimikakati mkutano huu ni jaribio la kujaribu kuijenga upya barani Afrika, hasa Ufaransa baada ya kupoteza ule uwezo ama ule vitu uliokuwa kule Mali, kule Niger na Burkina Faso, na sasa wanachukua nafasi hii kujaribu kujijenga upya wao kama Wafaransa, na tena vile wamepatia Waafrika tena kibaumbele kuwashughulikia masuala haya. Kwangu naona kwamba huenda atakuwa na mwelekeo mpya kuendelea pale mbele. Mali Ali, nije kwako hapo Ufaransa kabla hatujamsikia Gwandumi Mwakatobe. Rais Macron alizungumzia kuhusu uhuru, akasema utakuwa muhimu katika ushirikiano mpya ambao Ufaransa inatarajia kujenga na bara la Afrika. Na Rais wa Kenya William Ruto ambaye aliandaa mkutano huo pamoja na Ufaransa akalitaja neno uhuru kiasi mara 8 katika hotuba yake siku ya mwisho ya mkutano huo. Alirudia kwamba siku za utegemezi wa Ulaya zimekwisha kwa Afrika kwa ajili ya kuheshimiana kati ya mataifa yanayoshirikiana. Eti kweli utegemezi umekwisha, Mali? Kwa kweli nadhani nitagusia, labda kabla sijaingia moja kwa moja kwa ujibu swali lako, nitagusia kule ambako wenzangu wamezungumza kwa haraka kidogo. Kwa kweli mazingira ambayo Ufaransa imeweza kuandaa mkutano huu ni mazingira ambayo bado yanaleta shaka katika uhusiano na ushirikiano wa kimataifa, ukizingatia kwamba kule ambako kulikuwa mazoea ya kukusanya nchi zinazozungumza Kifaransa au koloni za zamani za Kifaransa, ni kweli ni kwamba sio pazuri kwa sasa, hali sio nzuri, na kunakuwa hali ambayo yule ambaye alikuwa ni baba na mdhamini wa zamani tena haleti imani katika nchi hizo. Na kuona kaandaa kikao hichi katika nchi ambayo ni mkoloni wa Uingereza au nchi ambayo inazungumza Kiingereza, kwa maana ya kufungua uwanja mpya, labda wale ambao walikuwa ni washirika wa zamani wanazungumza Kifaransa kwa sasa wamepoteza imani na Ufaransa, basi tufungue mlango kwenye nchi zingine ili tuweze kuona kwamba tutaweza kupata nafasi zaidi ya uhusiano mpya. Kwa hiyo yale yote ambayo yameweza kuamuliwa Nairobi kwa sasa, nadhani ni mambo ambayo yanahitaji kwenda nayo polepole, kwa sababu uhuru ambao unazungumzwa unahitaji uhusiano wa nguvu katika uhusiano wa kimataifa na ushirikiano. Sidhani kwamba Afrika imefikia wakati wa kuweza kuaminika kwa kupata uhuru kwa sababu ya kikao au ya mkutano huu mmoja tu wa Africa Forward ambao umefanyika Nairobi. Bado Afrika inatakiwa kwanza iwe na sera za pamoja na mtazamo wa pamoja ili iweze kufikia uhuru ambao inauhitaji, na uhuru huo ndio unaweza kuifanya Afrika iweze kufaulu matunda ya ushirikiano na yale yote ambayo yanaweza kufanyika kwa faida ya Afrika. Lakini kwa sasa bado mapema mno, kwa sababu mkutano wenyewe ni kitu ambacho hakikuingia moja kwa moja katika Umoja wa Afrika, ukizingatia kwamba Afrika bado ina tatizo la kuthibitisha umoja wake katika sera na mtazamo wa maendeleo. Bado kila nchi ina mtazamo wake binafsi. Kwa hiyo nadhani ni swala la kwenda nalo polepole na si kwa kikao hicho tu ambacho kinaweza kutufanya Waafrika au kuwafanya viongozi wa Afrika waamini na watulie moja kwa moja, kwa kuamini kama uhuru huo utaheshimika na utakuwepo. Haya, asante Mali Ali hapo Paris, Ufaransa. Gwandumi, umemsikia hapo Mali Ali anazungumzia mtazamo wa pamoja wa Afrika. Hiki kitu kimekuwa
changamoto kubwa kwa mataifa mengi ya Afrika. Tukiangalia mahusiano na mashirikiano kati ya Afrika na Ufaransa, na kwa kuzingatia huu mkutano wa kwanza kabisa ambao umefanyika mjini Nairobi, katika nchi ambayo zamani haikuwa koloni la Ufaransa. Unazungumziaje? Unaona kuna mwelekeo gani, Gwandumi? Kwanza ni kushukuru sana mwenyekiti kwa kuweza kunialika katika kipindi kizuri, lakini pia niwapongeze wenzangu kwa maoni waliotoa. Lakini pia mwenyekiti, nafikiri tusisahau Ufaransa iliyotoka, tukadhani kwamba leo ndio inabadilika, eti inaleta uhuru, eti inataka kusaidia Afrika. Tuisome Ufaransa kwamba kwenye nchi za Francophone, kwenye nchi ambazo ilizitawala, ina historia gani, imefanya nini, imeacha urathi au risi gani, legacy gani ambayo sisi tuseme sasa kwamba hawa kweli ni watu wazuri. Nchi nyingi ambazo zimetawaliwa na Ufaransa, mwenyekiti, ni nchi ambazo zimekuwa zinafanya mapinduzi, Ufaransa ikishiriki hata kupindua na viongozi ambao hawawezi kusikiliza serikali ya Paris. Ni nchi ambayo ina historia chafu katika bara la Afrika. Niwakumbushe na wenzangu, na Amali Ali atakumbuka, hawa ni Wafaransa ambayo hata fedha za nchi za Kiafrika wao ndio wanadhibiti. CFA inadhibitiwa na benki kuu iliyoko Paris, Ufaransa. Hela za kwenu nyewe Afrika mmechuma nyie, inatokana na mali yenu, lakini maamuzi ya namna ya kuzitumia bado anaamua Ufaransa. Kiko kwenye benki kuu, unaenda kuomba hela za kwako. Hawa ni watu ambao wameshiriki katika kupora rasilimali za Kongo, rasilimali za Gaboni. Ni vitu vingi walivibeba, mpaka na vinyago wamevibeba, wamepeleka kwao. Leo wanakuja kama ni wakombozi wa bara letu. Kwa kweli tunakosea sana, kwa sababu mwenyekiti nisema hivi, kwanza hili sio jambo la kwanza. Kuna nchi nyingi tu ambazo zinawakusanya marais wetu wa Afrika pamoja na kuahidi madola mengi tu. Iwe ni Japani, iwe ni Uturuki, iwe ni Urusi, iwe ni Marekani. Tunakusanywa kama watoto wadogo. Na kibaya zaidi, tunapoenda kuongea na mataifa tunaosema makubwa, sisi wenyewe hatuna ajenda ya pamoja ya Afrika. Wale wakija pale wana ajenda zao, ndizo walizoleta Macron. Sijui nishati, sijui uchumi wa bahari, sijui akili mnemba, sijui kilimo. Anavyo ajenda. Sisi ni ajenda gani tulionayo ya pamoja? Na ninaona sasa tunapotea, kwa sababu ninaamini kwamba matatizo ya Afrika yatatatuliwa na Waafrika, na uchumi wa Afrika utanyanyuliwa na watu, kwa sababu Afrika ni soko kubwa, mwenyekiti. Sasa hivi tumekuwa tunaimarisha Afrika ni continent free trade area. Tunaanza kumsikiliza Macron, anahubiri yale yale wanahubiri wengine, na kuweza kutupendezesha kwamba anakuja na mahera gani. Sioni Ufaransa ina historia gani nzuri kutoka kweli tutwende. Naona tu kwamba Afrika ni kama binti mrembo ambaye anang'ang'aniwa na kila mtu. Lakini niseme tu mwenyekiti kwamba mimi ninachofahamu, wanaume ndio wanaoa wanawake wengi kwa mila zetu. Mwanamke hawezi kuolewa na wengi. Tunakuta huku na huku kama mpira wa kona, wakati kusema ukweli wanaofaidika ni wao. Dola moja wakiwekeza katika Afrika, wao wanarudi na dola 80 mpaka 100 kwenda kwao, wakituacha na umaskini mkubwa. Wapi ambapo Faransa imechangia kunawiri kwa taifa lolote katika Frankfurt. Dr. Ngoa, umemsikiliza hapo Gwandumi anazungumzia kuhusu Waafrika kuwa na ajenda ya pamoja, na vile anasema tunavutwa huku na huku kama mpira wa kona. Tuangalie sasa suala la mdahalo na kubadilisha mdahalo huu kuwa katika vitendo, yani kuhama kutoka mdahalo na kwenda katika hatua ambayo sasa ni ya utekelezaji. Mkutano huu wa Nairobi, kuna mikataba mingi ambayo imesainiwa, lakini tukiangalia hivi lile tangazo la pamoja ambalo limetangazwa, tunasonga mbele vipi kuhakikisha kwamba yale yaliyosemwa sasa yanageuzwa kuleta tija katika masuala ya uchumi na pengine masuala ya ajira na pia kuboresha kipato na maisha ya watu wa Afrika. Naam, asante sana Bwana Charo. Kulingana na mimi, jinsi ambavyo nimekuwa nikifuatilia mkutano huu,
nafikiri unaweza kuleta manufaa hasa kwa maisha hasa ya vijana baadaye, kwa sababu mengi yalisemwa, lakini sasa kuendelea mbele tunahitaji kuzingatia ama kuona ni manufaa gani ambayo yatapatikana katika mkutano huu. Kwa kweli kama limefanyika hilo, basi tunaangalia kwa akili chanya tukifikiria hawa vijana wetu ama kuelekea mbele, ni manufaa gani ambayo tutayapata kutoka kwa mkutano huo. Nami jinsi mlivyo huwa naangalia mambo kwa chanya, kwamba naangalia manufaa zaidi kuliko madhara. Kwanza kabisa ningetaka kutambua kwamba mkutano huo ulizingatia kuhusu kujitoa kutoka kwa ile misaada ambayo kitamaduni ilikuwa ikitolewa tu hivi. Halafu tunaingia sasa katika biashara ambazo sasa kwangu mimi naona zitakuwa kwa manufaa mradi tu zinafanywa kwa njia ya uwajibikaji, kwamba iwapo sasa kumetolewa hela ziingie katika biashara, basi nasi kama Waafrika tunahitaji kuwa na uwajibikaji. Na sasa kufuatilia haya inahitaji kwamba waweke mikakati maalum ambayo itaangalia ama itaelekeza shughuli hizi za biashara, ili kwamba tuone manufaa na faida yake, kwa sababu wakati mwingi huwa masuala hayo yanajadiliwa, lakini ile mikakati ambayo inawekwa inalegea hivi kwamba wengine wanapata nafasi ya kupora mali. Kwa hivyo inafaa kwamba mikakati maalum iwekwe ili kuwe na kufuatilia karibu na kuwe na uaminifu wa kwamba kama ni biashara zitaleta manufaa. Zaidi ya hayo pia ningesema kwamba mikakati hii ama mapendekezo haya yalengwe kwa vijana. Mimi huwa mara nyingi napigania sana vijana. Tumekuwa tukiwaona kwamba kila wakati vijana wanafujo. Ni haki kufanya fujo kwa sababu wana shida, vijana hawana kazi. Kwa hivyo ile mipango ambayo imewekwa, ikiwa kwamba vijana watapata kazi na wawe wanajisimamia wao wenyewe, basi itakuwa ni vizuri sana, kutakuwa na utulivu, kwa sababu mradi kijana anafanya kazi kwa uaminifu, amewajibika, basi tunaweza kuwa na utulivu na maendeleo. Iwapo mtu atapatikana hana uwajibikaji, basi kutolewe adhabu kali. Watu wasiachiliwe tu wafanye uporaji ama mambo ambayo sio haki kisha waachiliwe huru. Naam. Haya, asante Dr. Nije kwako Dr. Luchetu Likaka. Mmemsikiliza hapo Dr. Nancy Ngoa akigusia hasa masuala ya vijana. Tuangalie masuala ya utawala pia vile. Na Nairobi tunajua kumekuwa na wimbi la vijana Gen Z ambao hawa wamekuwa wakipiga kelele sana kutetea maslahi yao na maslahi ya Wakenya wengine. Na mkutano huu umefanyika hapo ambapo ningeweza kusema ni kitovu cha wimbi la Gen Z Afrika Mashariki. Zile kauli ambazo zimetolewa kwenye mkutano na rai ambazo zimetolewa kwenye mkutano kuhusiana na masuala ya vijana, unadhani kwamba zimetosha kuweza kuleta ile chachu ya kutaka kuwasaidia vijana, sio wa Kenya peke yake, lakini bara zima la Afrika, ambao wanakabiliwa sana na ukosefu wa ajira, na hii hali inawafanya kuwa manake wanakosa utulivu wa kifikra? Dr. Mwenyekiti, niseme kwamba vijana hasa Gen Z ambao wanaendeleza yale msukumo ama kuleta ile msukumo wa uongozi bora ama mabadiliko, ni kwa sababu vijana wa Afrika, hasa vijana wa Kenya na wa Afrika kwa jumla, wako na tatizo kubwa ambayo ni ukosefu wa ajira. Kuna shida ambayo ni gharama kubwa ya maisha. Kuna tatizo kubwa upande wa rushwa, ukosefu wa ushiriki katika siasa. Tunaona kwamba mifumo mingi ya uongozi mara nyingi imeweka vijana kwamba watakuwa kisasi cha kesho, watakuwa viongozi wa kesho. Ndio hivyo hatua ambayo imechukuliwa kwa mkutano huu kwamba utaweza kusukuma yale ambayo wanasema moving from dialogue to action. Ikiwa hatua hiyo itaweza kutekelezwa, basi tutaona kwamba ubunifu huu wa
teknolojia ambayo vijana wanataka kupewa, ile startup, ama kuongeza upatikanaji wa mtaji wa biashara, mageuzi katika elimu, soko la ajira, na kuhakikisha kwamba kuna uwajibikaji ndani ya serikali. Haya ni masuala ambayo kwa jumla huu mkutano unaweza kuashiria mwanzo mpya, ikiwa kwamba viongozi watazingatia yale ambao wamenena na kuona kwamba vipi wataweza kuwahusisha vijana katika nafasi, kuleta nafasi za kiuchumi, ushiriki katika maamuzi, na mfumo ambayo itaondoa ufisadi na hasa uongozi bora, ambayo ni swala ambalo liliweza kuguziwa hasa wanapoangalia swala ambalo kuona kwamba vipi vijana wataweza kupewa nafasi hii ili kujiendeleza. Linalonifurahisha ni kwamba wakati huu wameweza kufanya mkutano huu na kujadili masuala ambayo ni masuala nyeti sana wakati huu, kumaanisha kwamba ikiwa wataweka mikakati bora ya kuweza kuyatekeleza yale wamepitisha kwa ile declaration na waweze kuanza kuyashughulikia, itabadilisha taswira nzima kwamba kutakuwa na mabadiliko kutoka kwa hasa matokeo ya mkutano na uwajibikaji ama kuweza kuyatekeleza, kama sisi kama Waafrika kuanza kushikana mkono kushughulikia kwamba Gen Z si wa Kenya pekee yake. Tanzania tuliona walifuleta maandamano, kule mjini Uganda tuliona walileta matatizo hapa na pale. Lazima tuanze kuyatekeleza yale makubaliano ambayo yamepitishwa. Na mwanzo huu unamaanisha kwamba viongozi wetu waanze kuwajibika kuyatekeleza. Waache ndimi na mikataba, tuanze kuyatekeleza ili vijana wajihisi kwamba wamepewa kipaumbele katika uongozi. Mahali Ali hapo Paris, Ufaransa, tuangalie fursa ya vijana wa Kiafrika. Macron anatoka Paris anakwenda Nairobi. Pengine unaweza ukatupa kidogo taswira jinsi unavyoiona kwa vijana wa Ufaransa na fursa zao za kiuchumi ukiwalinganisha na vijana wa Afrika, na kuzingatia yale yaliyosemwa katika mkutano wa Nairobi. Je, yapo matumaini kwamba fedha hizi ambazo Macron alisema zitatolewa, euro bilioni 23 au dola bilioni 27, kwamba pesa hizi zitaingia katika mifuko ya vijana wa Kiafrika hatimaye? Kwa kweli mimi nadhani tatizo ni pana zaidi ya linavyozungumzwa, kwa sababu hadi vijana wa Afrika kujikuta kwenye malalamiko kama hayo na haswa ya ukosefu wa ajira, ni wazi kwamba ni utawala mbaya, utawala mbovu. Hakuna nchi ya Afrika ambayo ina utawala bora. Hili ni jambo ambalo tutazidi kukemea sana, na hata vijana wa leo ni zile kelele za mwenye njaa, lakini akishiba kelele zinakwisha. Ni vijana ambao hawaleti mabadiliko kwenye mifumo, sababu kama Afrika ina vijana wengi na ndio wapiga kura hao, kwa nini wapige kelele za shinikizo, wasiunde chama na wakachukua uongozi wakaja kubadilisha wenyewe mambo? Kwa sababu ukitizama vyama vya kisiasa vilivyo, wapiga kura wao wengi sana ni vijana, lakini hawajihusishi na siasa, bali wanaunda makundi mengine ambayo yanaleta shinikizo bila kuwa na uwezo wa maamuzi. Kwa hiyo nadhani hili halitatufikisha popote. Ukitofautisha na huku kama ulivyoniuliza, Ufaransa vijana wana nafasi, au bara hili la Ulaya vijana wana nafasi na wanaandaliwa kabisa nafasi za kazi tangu angali wadogo. Kwa hiyo ni hali ambayo ina muda wa miaka mingi sana waliweza kujipanga katika siasa na kuweza kuwa waadilifu katika utawala bora, na hasa kulinda mali za taifa na kujali faida za wengi. Lakini Afrika bado tuna tatizo la kujua nini nchi, nini uongozi au nini utawala. Bado tuna shida sana ya kila kitu ambacho wewe utakachopewa cha kitaifa, basi kiongozi anaona kama ni mali yake, ina familia, ni kitu chake, na anakuwa hasa na maamuzi ya kibinafsi kuliko yale maamuzi ya kitaifa. Kwa hiyo changamoto hizi za maadili ya Waafrika wenyewe zitakuwa nzito kuweza kutufungulia mlango wa mafanikio au na maendeleo, licha ya kuwa tutashirikiana na nani. Mfano naweza tukazungumza, mfano leo hii ukiwaleta wa China nchini Kenya, wapeleke wa China wa Kenya wakaongoze China, kwenye miaka 10 Kenya ya leo itakuwa kama China na China itarudi kuwa chini kama Kenya. Kwa hiyo kumbe ni wale viongozi wa Afrika ambao ndilo tatizo ambalo linawapa fursa hawa wa nchi hizi kubwa kuweza kunofoa au kufaidika zaidi, kwa sababu ni katika ushirikiano kuna kuwa nguvu na udhaifu, na hivi haviwezi kushirikiana kwa nia njema, hali ya kuwa hawa wanaelewa wazi kwamba Afrika ikiwa itaongoka,
Afrika ikiwa itapata utawala bora, basi hizi mali ghafi ambazo tunatafuta ili tujiendeleze sisi huku hatutozipata, na wao pia watakuwa na shida nazo. Kwa hiyo hawawezi kukubali moja kwa moja katika mikutano kama hiyo kiurahisi Afrika iweze kutoka pale ilipo. Tukumbuke historia ya utumwa, ya ukoloni, bado ni ziliacha athari nzito kiasi kwamba Waafrika hawajawa na muono mmoja nini wafanye kupambana na athari ambazo zimeweza kuwaweka katika mazingira ambayo leo ni kikomo cha wao kuweza kuvuka au kufungua mlango wa maendeleo na utawala bora. Mali, tuangalie pengine siku za mbele. Unaona pengine miaka mingapi hivi ambapo Kenya nayo ingeweza kwenda kuandaa mkutano kama huu wa Nairobi mjini Paris, na zile dola ambazo zimeahidiwa kutolewa, dola bilioni 27, nayo Kenya ama niseme Afrika iwaambie tumekuja na sisi tunawapa, ili tuweze sasa kuimarisha mashirikiano ya kiuchumi na masuala mengine, na pia mambo hayo ya akili mnemba na mambo ya kilimo na mambo ya ajira kwa vijana. Ni miaka mingapi? 20, 50? Hiki kitu kwanza kinawezekana? Kwanza hilo jambo halitowezekana, kwa sababu ukitizama hata Umoja wa Afrika wenyewe ni tegemezi hadi leo, na ndio shirika ambalo linaundwa na nchi za Kiafrika. Hadi leo ni tegemezi, hakuna sera za pamoja. Pesa hiyo itatoka wapi? Kwa hiyo kati ya makubaliano haya ya ushirikiano kati ya wewe unayetegemea na yule ambaye unayemtegemea, kuzungumzia uhuru ni kitu hakiwezekani, ni kitu kizito. Itakuwa ni uhuru wa chache sana kama kudanganyana. Lakini hilo ambalo unalizungumza wewe haliwezekani, kwa sababu sisi ni watu wa kunyoosha mkono kupokea na wenzetu wanatoa. Kwa hiyo hilo ni tatizo pia. Uhusiano huo wa nguvu na udhaifu hauwezi kuleta matunda kwa wote sawa. Kwa hiyo Afrika wanatakiwa kwanza wenyewe juhudi za ndani za utawala bora zifanyike kabla ya kwenda kunyoosha mikono. Ni kweli zamani ilikuwa ni misaada, leo ni uwekezaji na tunadai haki sawa 50-50, 50 kwa 50, lakini uwajibikaji wetu sisi ndani, hata pesa hizo zikitolewa, vijana hawatozipata kama ukweli, na zitazidi kuchochea tofauti za siasa na zitavunja uongozi, na vingine vyama vinaweza vikaleta shida na fujo zikaingia. Kwa sababu leo ukitizama tatizo ambazo ziko ndani ya nchi ya Afrika nyingi, sababu yake ni mali za asili au utawala mbaya, siasa mbaya. Watu hawana haki kwenye siasa, wapinzani wanafungwa, hawana haki, uchaguzi wizi. Kwa hiyo kuna mambo ambayo kabla hatujabadilisha sisi wa Afrika wenyewe, hata tushirikiane na Mungu anayetoa vyote, hatuwezi kufaulu. Aya, Gwandumi Mwakatobe, unamsikia hapo Mali Ali anasema hata tushirikiane na Mungu hatuwezi kufaulu. Kauli ya Rais wa Kenya William Ruto kusema kwamba siku za utegemezi wa Ulaya zimekwisha kwa Afrika, inaonekana hazijakwisha, na pengine huko tunakokwenda hali inaweza kuendelea kubaki ile ile ya utegemezi kama alivyodokeza hapo Mali Ali. Unasemaje? Inashangaza sana mwenyekiti kwa kusema kauli namna hiyo, kwa sababu kama kweli sisi sasa hatutaki kuwa tegemezi, nifikiri Ruto sasa angesema hatuko tayari kupokea hizo dola bilioni 27. Angesema namna hiyo tungemuelewa kwamba sasa tumekomaa, tuna nguvu za kwetu, tuna uwezo wa kwetu, hatutaki misaada. Kama kuna nchi ambazo zimewahi kusema kama hiyo mwenyekiti, India ilipopata mafuriko, ilipotaka kusaidiwa ilikataa. Hata China inakataa. Inataka sio wapewe msaada, wanataka wapata maarifa na teknolojia ya kusindika na kuweza kuchakata mali zao, wakapata masoko sehemu mbalimbali, hasa bara la Afrika. Ukumbuke tu mwenyekiti kwamba Afrika ina watu zaidi ya bilioni 1. Tayari ni soko la sisi kwa sisi, lakini bado sisi ni tegemezi. Na nionyeshe jambo moja ambalo ni dogo, lakini mwenyekiti linashangaza sana. Vitu za kuchokonolea meno, umekula nyama, umekula chungwa, zile nyuzi zilizojifika mdomoni zinatoka China, ndio wanatutengenezea, wanatuletea njiti. Tuna miti mingi ya kutosha. Tunaweza kutengeneza wenyewe, sio teknolojia kubwa, hata kama unachonga kwa kesi, lakini vikopo vyenye njiti za kuchokonolea meno vinatoka China. Wanatujia wa China, wanafanya tuwe soko na uchumi wowote yule mwenyekiti. Nakubaliana na ndugu yangu hapa Maria, yule anayeuza ndio anatajirika, sio wewe unayenunua. Unayenunua unampelekea pesa. Sasa aniambie
ni vitu gani ambavyo sisi sasa tunaweza tukasema sasa tunaenda kuwekeza Ufaransa kwa sana. Lakini pia urani unatoka wapi mwenyekiti? Sisi tuna nchi takriban 54. Nchi moja tu ndio inatukarisha inasema nitafanya hichi. Mimi nilitegemea labda ingekuwepo na usawa. Kwa kwamba Ufaransa anazungumzia na Tanzania ningeelewa, anazungumzia na Kenya, lakini tumekusanywa pamoja, huyu kutoka Russophone, huyu kutoka Anglophone, huyu kutoka wapi, ambao tuna mitazamo tofauti. Na hii ilionyesha, labda niwakumbushia hata wenzangu katika kipindi hiki, Macron wakati anaongea pale, kuna wengine walikuwa wanapiga story, wanachati, wanapiga makelele, mpaka aliamua kusema no, show respect. Hebu hao wanaozungumza kwenye vikao vya pembeni huko waache. Kwa tumeenda kwenye mkutano kupiga story, watu wanaongea kule, Macron anaongea na anaongea, akaona ni mkosefu wa adabu. Ni kwa sababu hatuna ajenda ya kwetu kwa ajili ya Afrika yetu. Ni kwenda kusikiliza na kukinga tu mikono au kukinga bakuri tusaidie na watu wengine. Hatutakuja kuendelea. Na Ruto hajasema kweli, azikataa hizo bilioni 27, ndipo nitamuelewa. Mali yale, naomba ni rudi kwako kwanza kabla hatujamsikiliza Dr. Nancy Ngoa. Mkakati mpya wa Ufaransa, Macron anasema unategemea ajenda ya pamoja na siku za kutoa msaada zimepita. Anasema hivyo na anasema angependa kuzingatia uwekezaji wa pamoja. Huu uwekezaji wa pamoja anaouzungumzia kama alivyodokeza hapo Gwandumi Mwakatobe, unawezekana kweli kwa kuzingatia nguvu ya kiuchumi ya Ufaransa na mataifa ya Afrika, hasa tukizingatia nchi moja moja? Kwa kweli nadhani ni swala ambalo ni la kisiasa zaidi. Uwekezaji wa pamoja hautawezekana. Kwanza tuelewe, bwana Macron anamaliza muhula wake, anaondoka kuwa rais, na ndani ya hii nchi hivi sasa yeye ni mtu ambaye amepoteza sana umaarufu na chama chake kimepoteza sana umaarufu. Ni wazi kwamba mwakani 2027 kutakuwa chama kingine kwenye utawala na sera zingine, na hasa chama hichi ambacho kinaonekana sasa na nguvu kama Ulaya ilivyo hivi sasa, chama cha mrengo wa kulia ambacho kina siasa tofauti na Macron. Kwa hiyo nadhani Macron alitaka tu kuonyesha kwamba nimeondoka mimi, nimeacha njia za uhusiano, sababu alikuwa ameacha Ufaransa yenye kudhalilika, yenye kuzungumzwa vibaya barani Afrika. Hilo liko wazi. Kwa hiyo katika kuondoka kwake anaacha kwanza, anaziba kovu hili ili ionekane yeye alitengeneza lile ambalo aliloliharibu kwa Afrika. Lakini sidhani kwamba kikao hichi cha Nairobi kina ukweli wa dhati wa kuifikiria Afrika kwenye maendeleo au uwekezaji wa pamoja. Hili nadhani hamna. Ni kutizama vikao au mikutano kama hii ya kisiasa ina malengo gani. Mara nyingi yale yanayozungumzwa huwa yanaficha ukweli hasa na sababu za kikao chenyewe. Kwa hiyo jambo hilo mmeniuliza, kwa kweli litakuwa ni ligumu, kwa sababu kuisaidia Afrika kama alivyozungumza ndugu yangu, bara zima la Afrika liitwe na nchi moja kama Ufaransa kwa lengo la kusaidiwa kiasi hicho, sidhani kwamba pia hiyo ni busara. Labda tungesema ni Umoja wa Ulaya ndio umechukua majukumu hayo, lakini kwa Ufaransa yenyewe kikao hichi kwa kweli labda naweza nikaita ni utapeli wa kisiasa, samahani, lakini kwa kweli sitegemei na sina imani kwamba haya Waafrika wanaweza wakazingatia na kutumainia maendeleo kutoka katika kikao hichi. Dr. Likaka hapo Nairobi, unamsikia hapo Mali Ali akitoa kauli na maoni yake kuhusu vile ambavyo Macron amezungumzia masuala hasa ya uwekezaji wa pamoja. Inavyoonekana hapa bado hakuna ule wizani sawa katika kuendesha masuala yote haya ambayo alikuwa Macron anayazungumzia. Ni danganya toto? Mwenyekiti, niseme kwamba ukichukua mkutano huu ama swala hili lote kutoka kwa upande wa siasa, utalielewa vyema kwamba Ufaransa inajaribu kujinasua kwa historia ambaye ni mbovu, na vile imeweza kupoteza umaarufu kule Afrika Magharibi, na kwamba imemega mkate mkubwa sana ambaye inataka kwamba ni vipi wataweza kuliongoza bara la Afrika katika matatizo ambayo Afrika inapitia kwa sasa. Mimi naona ni swala la kisiasa, na ndio hivyo nikiweza
angazia hasa mwenyeji wake ambaye ni William Ruto na matatizo ambayo William Ruto ako nayo Mkenya, basi utaona kwamba hawa ni wandani wawili ambao wametumia nafasi hii kisiasa. Hasa William Ruto aweze kupata umaarufu kwamba anayatekeleza yale matakwa yalikuwa kwenye manifesto na anatarajia kwamba atapewa muhula wa pili, na huku Macron anasema mimi naondoka, basi nimeweza kutekeleza wajibu wangu, nimeweza kuimarisha uhusiano kati ya Ufaransa na bara la Afrika. Ni swala la siasa. Kwa sababu gani? Vipi utaanza kuyatekeleza haya yote? Kwa sababu hii declaration wakati imepitishwa, lazima tuweke mikakati madhubuti ya kuweza kuyatekeleza yote. Itakuwa vigumu sana kwa sababu mataifa ya Kiafrika hayako katika level moja katika maendeleo. Wako tofauti, wale ambao maskini kiasi, wale ambao ni maskini sana, na miundombinu basi ndio hivyo hajasawasishwa. Tatizo ni kubwa. Mkutano huu umeweza kupata umaarufu sana wa kisiasa, lakini katika hali ya uchumi na maendeleo vile tunatarajia, naona kwamba bado yako pengo makubwa ambayo tutahitaji kuyaziba ili tuweze kuona kama ulikuwa na manufaa ama haukuwa na manufaa. Kwa sasa hivi ni mapema sana kukadiria manufaa yake. Haya, asante Dr. Lichetu. Dr. Nancy Ngoa, tuangalie sasa masuala ya amani na usalama na utawala bora. Upatanishi, juhudi za upatanishi ambazo zimekuwa zikiendelea hasa katika maeneo ya migogoro na vita. Mkutano huu wa Nairobi, unaona kwamba unaweza ukaleta pengine ari mpya na kasi mpya, na pengine kujaribu kuchochea manake juhudi katika Umoja wa Afrika katika kushughulikia zile shida za usalama ambazo zinashuhudiwa katika nchi hizi? Asante Bwana Charo. Langu naweza kusema kuhusu amani ni kwamba kwanza kabisa yeyote yule ambaye anataka amani ya bara la Afrika ni sharti atambue muktadha wa Afrika yenyewe. Kuna mwenzangu katika jopo hili huwa anazungumza sana kwamba matatizo ya Afrika yataweza kutatuliwa na Waafrika wenyewe, kwa sababu muktadha huu wao Waafrika ndio wanauelewa zaidi. Ukileta kwa mfano mtu wa nje aje atatue matatizo ya nyumbani kwako, hapo umekosea sana. Kwa hivyo kwangu mimi nafikiria kile ambacho ni cha muhimu sana katika usalama wa Afrika na haswa matatizo yanayowahusu ni kwamba huu Umoja wa Afrika wawe wako na uthabiti wa kifedha, ndio waweze kuhamasisha hawa Waafrika wenyewe, mataifa mbalimbali yaweze kujitatulia shida zao. Nasema uthabiti wa kifedha, namaanisha hivi kwamba wawe na hizo nguvu za kifedha. Najua mara nyingi kama mtu huna nguvu ndio unampatia nafasi mtu mwingine aweze kukutawala. Lakini kama una nguvu za kifedha, basi unaweza kujiamulia mambo tofauti tofauti na ukayatekeleza bila msaada wa mtu yoyote yule. Lakini shida ambayo mataifa ya Afrika wanajipata nayo ni kutokuwa na hizi nguvu za kifedha. Mimi huwa natoa matumaini kwamba Urumi haikujengwa siku moja. Hatua kwa hatua, kama vile safari imeanza hatua kwa hatua, ninaona mazuri baadaye, lakini lazima kuwe na uwajibikaji wa viongozi wa Kiafrika. Haya, Dr. Likaka, neno lako la mwisho kifupi. Mwenyekiti, ningesema kwamba mwenye macho haambiwi tazama. Basi tuangalie kwamba mambo haya tumeona kwamba yamekithiri katika siasa na kujaribu kuleta uhusiano, na pengine Waafrika wenyewe wachukue nafasi ya kuhakikisha kwamba vipi watajiongoza ili kutatua matatizo yao, kuliko taifa moja kuja kutuweka kwenye kikapu moja na kuona kwamba wataweza kutatua matatizo yetu. Viongozi wetu wabadili na uweze kuwajibika. Asante Dr. Likaka. Msikilizaji, basi hadi hapo ndipo tunakamilisha kipindi chetu cha maoni mbele ya meza ya duara, ambapo leo tulikuwa tunajadili mkutano wa kilele kati ya Ufaransa na Afrika uliofanyika Nairobi, Kenya. Kwenye meza ya duara leo alikuwepo Dr. Nancy Ngoa huko mji wa Kilifi, pwani ya Kenya. Tulikuwa naye Dr. Lichetu Likaka huko Nairobi. Gwandumi Mwakatobe alikuwepo huko Shinyanga, Tanzania, na katika mji wa Paris nchini Ufaransa tumekuwa naye Mali Ali. Mwenyekiti hapa Bonn nimekuwa ni mimi Josephat Charo. Hadi mara nyingine, kwa heri.